Naitwa Juma Omari Sharifu. Kwanza nawasabai na wasalimia ndugu zangu, wananchi wenzangu popote mlipo. Ni katika mwendelezo wa kuelimishana, kukumbushana katika masuala mbalimbali ya jamii. Nipo hapa kwa ajili ya kuelimisha vijana wenzangu na kuwakumbusha vijana wenzangu kuwa si kila anaongea kwa dhumuni jema kwa kweli. Mwingine anaongea kwa ajili ya kukuharibia maisha yako, kuharibia maisha ya familia yako na jamii yako inayozunguka. Sasa jukumu lako ya kijana kwa makini sana na kusikiliza maneno ya huyo ambaye anazungumza. Sasa tumeshuhudia Mashariki ya Kati wakigombana mataifa matatu: Israeli, Marekani na Iran. Madhara tumeshuhudia upandaji wa gharama za maisha kupitia mafuta. Nchi yetu ikawa miongoni mwa wanaoathirika wa upandaji wa mafuta, lakini wanasiasa na watu wabaya wametumia nafasi hiyo ya kutuongopea sisi wananchi kwamba mafuta yamepanda nchi yetu kwa kiasi kikubwa kuliko nchi zingine. Leo nipo hapa kwa kukumbusha wananchi wenzangu, kwa kueleza wananchi wenzangu kwamba si kweli yale ambayo yanazungumzwa na wanasiasa wabaya. Hebu sikiliza, tega masikio yako na endelea kunifuatilia. Juma Omari Sharifu. Kwa takwimu ya mwezi wa 5 ya mwaka huu 2025, Tanzania katika nchi 10 za Afrika zenye mafuta ghali, Tanzania ni ya 9. Iweje wao waseme Tanzania inaongoza? Sasa sikiliza, nchi ya kwanza yenye bei kubwa ya mafuta ni Malawi, shilingi 9964.86. Nchi ya pili yenye gharama kubwa ya mafuta Zimbabwe, shilingi 5408.90. Ya tatu Rwanda 5226.87. Ya nne Afrika ya Kati, shilingi 4886.21. Sierra Leone, shilingi 4626.17. Senegal shilingi 4298.51. Cabo Verde shilingi 4168.49. Shelisheli 4243.91. Tanzania ni nchi ya 9, 4126.89. Afrika Kusini ni ya 10, 1129.29. Hiyo ni takwimu ya mwezi wa 5. Sasa takwimu ya mwezi wa 7, katika nchi 10 Tanzania haipo katika uuzaji wa mafuta wa bei ya juu. Mwezi wa 7 Tanzania ni nchi pekee katika nchi ambazo zimeshusha gharama ya mafuta kwa kiasi kikubwa kuliko maneno ambayo yanazungumzwa na watu wasiotakia mema nchi yetu, kwani wa jambo lao liko nyuma ya panzia ambao mimi na wewe kijana hatujui. Sasa tega masikio yako, endelea kufuatilia. Mwezi wa 7 Malawi imeendelea kuongoza kwa gharama kubwa ya mafuta, shilingi 10,000 kwa lita moja. Zimbabwe ni nchi ya pili, mafuta shilingi 5350 kwa lita moja. Rwanda shilingi 5400. Jamhuri ya Kati shilingi 5000 kwa lita moja. Sierra Leone shilingi 4700. Ushelisheli shilingi 4290. Cabo Verde shilingi 4460. Afrika Kusini shilingi 4350. Uganda shilingi 4320. Kenya shilingi 4290 kwa mwezi wa Januari. Sasa usikubali kuongopewa nchi yako ukaichukia. Nchi yako kuipenda,
Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi ya wananchi wake ameweka ruzuku kila lita moja shilingi 539. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan ili kupunguza ukali wa maisha wa Tanzania. Je, kwa nini serikali waichukia? Kwa sababu ya kupewa sumu na wanasiasa wabovu na wana viongozi wa dini wabovu. Wao wa jambo lao, kwani walianza kumkataa toka 2021, lakini Mungu ndiye anayemweka kiongozi. Wao wamesahau hayo, wanaendelea kumkataa, lakini Mungu bado yuko naye, na sisi wananchi tusikubali kuwaunga mkono hao. Hebu angalia, wameandaa tarehe 7 eti maandamano nchi nzima. Naamini hatafanikiwa. Japokuwa mwananchi wenzangu, wewe kijana mwenzangu, usikubali kuandamana, mwambie wanaye waandamane. Nimekuja hapa kuwakumbusha wananchi wenzangu, kuwaelimisha wananchi wenzangu kuwa mafuta Tanzania imejitahidi kubwa, imetuambia mwezi huu mafuta yameshusha bei. Ni kweli mafuta yameshusha bei katika nchi 10 zile, haipo. Asante Juma Masharifu.